Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Tunayo furaha ya kipekee kuweza kupata muda huu. We are very grateful to be here and honored to be here. Ili tuweze kulisema neno la Bwana kwa pamoja wote. And to share the word of God together. Na hiyo nitakuhitaji kwamba ukae kwa mkao wa mwanafunzi ili kuweza kupokea roho wa Mungu. And so I will ask that you would sit like a student so you can understand what we're talking about. Kwamba shika daftari yako na kalamu yako. And I will ask that you will get your notebook out in the Bible box so you can take notes. Tuchukue baadhi ya dakika kujifunza. Let's take a few moments to learn. Tufungue Biblia zetu katika kitabu ambacho mtumishi wa Bwana amesoma ni Petro wa kwanza. Let's open our Bible to the book, the scripture where we read 1 Peter. Amesoma kwenye Petro wa kwanza ya kwanza. It was 1 Peter chapter 1. Tunaanzia kwenye mstari wa 18, 19 na 20. We'll start from verse 18, 19 to 20. Tunatamani tujifunze kuhusu gharama ya ukombozi wetu ama gharama ya ukombozi wetu ulio kamili. We want to learn about the benefits or the gift of our salvation. Gharama ya ukombozi wetu ulio kamili. The gift of our salvation that is complete. Tunasoma kwenye andiko hilo la Petro wa kwanza sura 18 hadi 20. It is in the First Peter chapter 1 verse 18 to 20. I'll read in English. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20 says, we read in Jesus' name. For you know what was paid to set you free from the worthless manner of this life, something that can be destroyed. Let me restart. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19 says, for you know what was paid to set you free from the worthless manner of life handed down by your ancestors. It was not something that can be destroyed, such as silver or gold. 19. It was a costly sacrifice of Christ, who was like a lamb without defect or flaw. 20. He had been chosen by God before the creation of the world, and he was revealed in these last days for your sake. Amen. Amen. Maana mnajua kwamba ninyi mlikombolewa katika mwenendo wenu usiofaa ambao mliupokea kutoka kwa wazee wenu. Lakini hamkukombolewa kwa vitu vyenye kuharibika, kwa fedha na dhahabu, bali kwa damu tukufu ya Kristo ambaye alikuwa kama mwanakondoo asiye na dosari wala doa. Yeye alikuwa ameteuliwa na Mungu kabla ya ulimwengu kuumbwa, akafunuliwa siku hizi za mwisho kwa ajili yenu. Baba, tumbele zako tunatamani kujifunza. Kubali Roho Mtakatifu ashike usukani, aweze kutufundisha, tuweze kuelewa kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Natamani tujifunze. I want us to learn. Na muda wetu ni mzuri. And we'll still have a good time. Tunajifunza kuhusu gharama ya ukombozi wetu ulio kamili. We're talking about the sacrifice of our salvation that is complete. Siku hizi Wakristo wengi ukiwauliza kuhusu gharama ya ukombozi wetu, nowadays when you ask a lot of Christians about the sacrifice of our salvation, hata ukombozi wetu wengine wana maswali hawana majibu. even about salvation, others have questions that they don't have answers. Hilo linatokana na kutokuelewa maandiko yanasemaje kuhusu gharama hiyo. And that is because it's a lack of understanding of what Scripture says about that Lakini sacrifice. Biblia kabisa iko wazi. But the Scripture is very clear. Inalotakiwa ni sisi kujifunza tu. And what is only lacking is us educating ourselves. Mahala popote pale ambapo tunapokuwa na tatizo tunauliza tunaelekezwa, kwa sababu hatuwezi kujua bila kuelekezwa. And we won't be able to know without understanding the context of the passage we read. Nitatamani tuzungumzie, tuangalie kwanza kichwa cha somo letu. I wanted to talk, before we get to talk Baada ya about hapo nitaonyesha hatua za gharama zilizofanyika. and after we talk about the thing, we'll go to the ways of that Na sacrifice. baada ya kuonyesha hatua za gharama zilizofanyika, And after talking about the ways of that sacrifice that happened, nitaonyesha wajibu and wetu sasa. we will talk about what is our Kitu part. gani ambacho tunawajibika? What are we asked to do? Nimesema tunasema gharama ya ukombozi wetu ulio mkamilifu.
We're talking about a sacrifice of our salvation that is complete. Hapa tunaona kuna maneno matatu katika kichwa cha somo hili. There are three things within this passage. Neno la kwanza ni gharama. The first thing is sacrifice. The second thing is salvation. Na la tatu ni kamili. And complete. Au mkamilifu. Or completion. Tunaposema kuhusu gharama, when we talk about a sacrifice, ina maana kadhaa katika Kiswahili. Maana moja kwa Kiswahili, gharama ni jitihada zilizotendeka ili kupata kitu fulani. A sacrifice is something that happened in order to gain something. Kwa mfano, tulikuwa hapa kanisani tunatamani tununue speaker, tuna speaker. And when we are here at church and we don't have a speaker, tunatamani tupate speaker, and we want to get a speaker, tukaingia kwenye kikao, and we go to a meeting, tutapataje speaker? how will we get a speaker? Wazee wamoja wakasema kwanza tuanze kukomboa hela kutoka mifukoni mwa Wakristo. And so some pastors say let's start collecting money from the wengine wakasema tuna kitu fulani, kile kitu tukiuze tupate zile hela tuongezee. And other one said let's sell something so that we can add money. Mtu mwingine akasema na mimi na gari yangu, hiyo gari yangu ipigwe bei, ipigwe mnada, hizo hela ziongezee. And other one said I have this car, this car might be taken apart so we can add money. hizo hela na kununua speaker. When you combine this money and buy a speaker, tutamwambia secretary atusomee gharama tuliyoifanya ili kupata. We'll ask the secretary to tell us the cost of buying this speaker. Tulikusanya mawazo. And then we will start saying we tunapata hela kadhaa. On this day of this fulani mtu kadhaa akatoa hiki. And then on this day this person said this. Fulani akatoa gari lake tukapiga mnada. And on this person gave them car and this. Tutapata hela za kununua hiki. And we were able to collect money to buy this. Kwa hiyo ripoti yake inaonyesha gharama iliyofanyika. And so his report is showcasing the cost of getting that speaker. Kwa hiyo gharama ni jitihada zilizotendeka ili kitu kile kipatikane. So our cost is our sacrifice that was given in order to gain something. Lakini maana ya pili, gharama tena ni bei au thamani ya kitu. But also a cost is a value of something. Kwa sababu kuna wakati unaweza kwenda mahali ukaambiwa kwamba unataka upate kitu fulani na kiwango ambacho unaambiwa ukipata kile kitu tayari na kiwango kile kiko mwako ama kwenye mazingira yako unacho kile kitu. You might go somewhere and they might tell you in order for you to gain this, this is a cost of it. Na utakapotoa ile bei unayoambiwa unatoa thamani ya kile kitu ambacho unatamani. When you give that price, you're giving the value of that thing that you are getting. Naweza kuchukua mfano mmoja kuhusu bei. We can talk about prices. Ukienda kwa ndugu zetu wa Furiru wakizaa msichana ambaye ni wa rangi nyeupe, ngozi nyeupe. When we go to our brothers of Afulero, they have the methali ambayo wanasema kwamba mtukula dawa. There are a saying that says mtukula dawa, yaani mtu wa ngozi nyeupe huwa hapo dawa hapa ngozi. A light skin person is kwamba tuko na binti yetu ambaye ni mtukula ataolewa kwa bei ya hali ya juu. And so if we have a light skin daughter, there will be kwa hiyo ile bei ya hali ya juu inaonyesha thamani ya yule mtukula. Because of this high price, it shows the value of this light skin. Unapoenda kwao Wafuriru wanakuambia kwamba leta ng'ombe 20, wanajaribu kuangalia thamani ya yule mtukula wao. And when you go to where we want the daughter that is light skin, they tell you bring ni kwa njia ya kununua inayotaka kufanana pia na njia ya kukomboa. And that is a way of like talking salvation. Tunakuja kuona maana nyingine. We come to see another meaning. Kukomboa ni kununua upya is buying kwa malipo ya gharama ambayo yule mtu alijifunga kwayo. Is buying at the value of what that person put. Maana hii and this inachukua kutokana na maandiko ya Walawi 25. Is from Leviticus 25. Kwa vipindi vile Israeli watu ambao hawana uwezo. Walikuwa wanaenda kwa matajiri ambao wana uwezo. And so they go to the rich people who have. Unipe mkopo niweze kula. And so they will ask for a loan so that they mkopo ukiisha mwishowe anaanza kumuuzisha shamba zake. And so once the loan is done, they will start selling the farms. Kama zile zikiisha, and once they start selling the farms, anamwambia basi nitakaa kwako nikutumikie. They go to the rich person and say, I will be your servant. Bosi anaangalia anapiga hesabu ya vitu vyake huyu mtu ambaye anataka kukua. And then the rich person will evaluate the amount of anaita makuhani. And he brings the anamwambia kwamba ndio amekuja kwangu kujiuza kwa sababu
And you will tell the priest, Amnon has come to me to Kwa hiyo give us kuanzia leo mjue kwamba Andolo some. ni mtumwa wangu nyumbani. So from now on, know that Andolo is a servant Na in my kwa house. sheria ni Andolo amekuja na mke ama amekuja yuko single. And there was a lot. Did he come with a wife or did he Wakati come wa single? ukombozi utakuwa na sheria za kuangalia alikuja na mke ama alikuja single. Because when it comes to time to save them or to time to take them, Sababu Dion sitachambua hizo aina, sitachambua. but we will not go into that in Lakini hapa niko naonyesha tu maana ya ukombozi. But I want to show the meaning of Ninaangalia salvation maana ya neno gharama. and the cost of Kwa hiyo salvation. nimesema kwamba ni bei ya kwenda kununua upya mtu ambaye amejifunga kwa kuwa mtumwa. It is a cost of buying a person who has given Kwa hiyo himself a kulingana na servant. hizo andiko ambalo nimesema, And based on the passage that we read, kama ndio yeye amejiuza tayari kwa huyu bosi, if Andolo has given himself as a servant to this na boss, anatamani arudi kwao awe huru, and he wants to be free, alikuwa anaambiwa kusubiri mwaka wa jubilei ufike. and you will be told to wait until the year of Kama Jubilee. huna ndugu ambao wana pesa nzuri za kukomboa, If you don't have a relative that have good money that can free usubiri you, wakati wa jubilei, wait for the Jubilee kwa year. sababu jubilei ikifika, Because when the Jubilee year ilikuwa comes, jubilei ilikuwa imebeba sheria the Jubilee had a law wote walionunuliwa kuwa watumwa of all that were taken as warudi servants, makwao huru bila that they will never gharama. go home without any Tuko pamoja? Yeah. Sasa hapa tunakuja kuona kwamba gharama And so here we are seeing the ni cost. bei, It is a price. ni jitihada It is a ambazo price zimefanyika that has been ili made kumpata mtu ambaye yuko chini ya utumwa. in order to save a person that's under oppression. Ukombozi ni nini? Sijui What kama is umenielewa. salvation? How is it understood? Umenielewa vizuri hapo? How if you have understood well there? Na ulizo umenielewa? Ndiyo. I understand. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuzungumzie ukombozi. Let's talk about salvation. Ukombozi Salvation, ni uponyaji ama uokoaji it is being free au kumwondoa mtu katika kifungo or removing a person from au katika prison gereza. or from jail. Kwa lugha nyingine And another way ni kumwondoa mtu katika utumwa ambao amefungwa is removing a person from enslavement au which they are kumwondoa in, katika hatari ambayo yumo ndani or yake. removing a person from the danger that they are in. Kwa mfano, mtoto ameangukia kwenye eneo bwawa la maji. Or maybe a child falls into water Sasa mtu anataka aje amtoe yule mtoto haraka haraka. and a person wants to come and quickly save that child. Huyu mtu anayetaka kuja kumtoa huyu mtoto This person that is coming to free this child, akianza mpango wa kwamba nataka kwanza nivue nguo nende kumwokoa yule, if he starts by saying, let me take my clothes anakuta and mtoto amemeza maji tayari, he will find a page kwa water. sababu kanuni ya kumwokoa mtu aliyetumbukia ndani ya maji Because the morality of saving the person that fell in water, ina kanuni kwamba utumbukie na nguo zako zote. it is that you fall with all your clothes in it to save the person. Si kama tunaelewana vizuri? Are we understanding? Sasa na kama wewe ni mtu ambaye haujui kuogelea, And so if you are a person that doesn't know how to zile swim, nguo nazo itakuwa ni shida kwako. those clothes will be a Kwa problem hiyo to you. utakiwa uwe mtu ambaye anajua So kuogelea. you have to be a person that knows Sio how to kama swim. unanifuata ya mambo niko I will naendesha. tell you what I'm saying. Kwa hiyo kukomboa mtu So to save a ni person kumwondoa, is to remove, kumponya is to save them katika kifungo, from enslavement aidha katika hatari. or from danger. Tunaposema kamilifu, When we say completion, kamilifu ina maana ni ukombozi ambao yaani uko sawasawa, hauna dosari, it means that it is something that is complete. hauna udhaifu. There is no flaw to it. Ndio maana ukisoma katika maandiko ya kitabu cha Waebrania sura ya 2, That is why when you read the book of Hebrews chapter 2, unaona pale maandiko yamekuambia kwamba tutapataje kupona sisi it will say that how we can be usipojali saved wokovu mkuu namna hii. if we Neno don't mkuu pale, rely on this complete salvation. usipojali wokovu mkuu namna hii. If we don't believe on this Kwa complete nini salvation, mwandishi ameandika neno mkuu? why would the writer say Ni kwa great? sababu katika Agano la Kale kulikuwa aina zingine za ukombozi, lakini hizo hazikuwa mkuu. It's because the Old Testament had other versions of Watu salvation that walikuwa was not wanaingia great. kwenye utumwa, People
people went to slavery na wanakombolewa. and they will be saved. Lakini hao tena wanaweza tena kuingia huko. But it is also possible for the same person to Lakini huu ambao ni mkamilifu au mkuu, but this salvation walioingia humo, those who have entered, wameingia they are entered na wamekombolewa rasmi, and they have been saved. hawezi kupata hasara yoyote. They cannot be in any danger anymore. Kama mlimpata. Are we receiving? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Kwa hiyo tunaposema kwa ufupi, tunaposema gharama ya ukombozi wetu mkamilifu, And so when we talk about a complete salvation, kutokana na haya maelezo niliyoyaeleza hapa, from the explanation I gave you, ina maana it means that ya gharama the cost ya kuondolewa kwetu katika hatari of us being free from danger isiyo na udhaifu mbele za Mungu. that is flawless before God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kwa hiyo hapa tunapoangalia haya mambo, When we evaluate this, tunajiuliza we can ask ourselves, tunataka kusema nini? what are we trying to say? Tunataka kusema What we are trying to say jibu swali hilo to answer that question kwamba is that mwanadamu, a human, mimi na wewe, me and you, tu uzao unaotokana na Adamu, we are saved from Adam. na ikiwa sisi tu uzao unaotokana na Adamu, And because we are descendants of Adam, Adamu alipokubali uongo wa Mungu Shetani when Adam accepted the lie of the pale devil Eden, in Eden, alijifunga, alijiingiza kwenye utumwa, he put himself in slavery akawa mtumwa, and he became a slave. na alikuwa mtumwa wa maadui wakuu watatu wa And he was a slave of three major oppressors. kwa mkumbuko, kwa wakati mmoja At one time, akajiingiza kwenye utumwa he got into wa a wakuu slavery watatu waliomfunga. of three main oppressors. Mkuu wa kwanza alikuwa ni Ibilisi Shetani. The first oppressor was the devil. Mkuu wa pili alikuwa ni dhambi. The second oppressor was sin. Mkuu wa tatu akawa ni mauti. And the third oppressor was the death. Sio kama nipata. Are we understanding? Na hawa wakuu hawa And these three oppressors ni wa milele. are eternal. Huu mwili sio wa milele. This body is not Adamu eternal. alipoumbwa na Mungu katika huu mwili ulikuwa sio wa milele. When Adam was made by God with this body, Lakini ndani yake Mungu ameweka nafsi, ameweka pumzi ambayo ni ya milele. but enemy breath the breath of life. Na hiyo pumzi imepita na hii box. And that life and that soul. Kwa hiyo huyu Adamu, huyu Adamu So this Adam ni mtu wa udongo, is a person of the lakini dust, amebeba umilele ndani but yake. he has eternity in Na him. kilichosababisha Adamu akubali kumezwa na Shetani au maadui watatu And when he was enslaved by these three ni oppressors, kwa sababu yeye hakujitambua is mbele yake kama he ni did kama not understand mwana. who he was. Na hili linakuonyesha kwamba kutokujitambua thamani zetu sisi And this shows us when we don't know our own values, inakufanya tumeze, Shetani atulaghai kwa maneno machache machache madogo madogo. it makes the devil easy to trap us. Sio kama unanipata. Are we following? Unanielewa? Are we following? Kama haujijui thamani yako, When you don't know yourself, you don't know your watu value. wengine watakufundisha A lot of na people will teach you, utaijua umeshakuwa jalalani. and you will know once you are in prison. Unatakiwa ujue thamani yako You need to know your value. koje. Your word, who you Wewe are. si wa kawaida, You are not a normal kwa person. sababu viumbe vya ulimwengu wa roho, Because in the kwa spiritual realm, ukombozi huu ambao Mungu aliofanya mkamilifu, from this complete salvation, ninakutamani sana, the spiritual realm, ninatamani wangekuwa wao ndio wewe. they want that it would have been them instead Ninaposema of you. viumbe vya roho nasema malaika. And when I say that the spiritual beings, I'm talking angels. All the angels, Wanatamani wangekuwa wao ndio wewe. they will desire that it would Kwa have sababu been you. ukombozi kuumbwa kwako kwanza, Because the way you were made, kitu ambacho Mungu aliweka ndani, there's something that God na made you ukombozi ambao Mungu amefanya in kwako, the salvation ni of vitu ambavyo God. vimekupa value, vimekupa heshima. It's something that God had and brought worth in you. Halo, Hello? unanielewa? I'm not saying. Unatakiwa ujue kwamba You need kwa to know kukombolewa, In order for you to be ukombozi saved, huu, this salvation, malaika that angels, wote all the angels, wamewekwa they have been put, kuwa ni watumwa wetu have been put to be our servants kwa ajili ya huu ukombozi. because of this salvation. Kwani ukombozi ambayo una thamani kuliko. So it is a salvation that is very Kama ukisoma katika maandiko ya important. kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari wa 14. And when we read the book of Hebrews, Mmoja wetu kwa Kiswahili angesoma karakara. Hebrews
chapter 1 verse 12. Moja mstari wa 14 na unasema, je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kwa huduma? Je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakaorithi wokovu? Wao watakaorithi nini? Wokovu. Wao watakaorithi nini? Wao watakaorithi nini? Salvation. Uelewe hivi kulingana na hiyo andiko. Understand this from this passage. Katika makundi ya malaika walinzi, And the groups of the kuna holy aina angels, mbili za malaika walinzi. there are two main Kuna groups. malaika walinzi safu ya kwanza, They are the first class of the holy ambao angels. wanakulinda wewe hata kama ni mpagani, unalinda kwa sababu wewe ni kiumbe cha Mungu. They are guarding you because you are the Na Mungu amekuumba kwa sura na mfano wake. and God has created you in His likeness. Hiyo ni safu ya kwanza. That is the first class of the Lakini holy safu ya angels. pili The second class of ni angels walinzi ambao wako special, walinzi tu wa watakatifu. are the guardian angels of those who have been saved. Na hao And these nao wanakuja kwetu kwa viwango vya imani. they come to us in many ways. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Unatakiwa uelewe hicho kitu. We need to understand Ya this. kwamba Mungu ameweka malaika walinzi wa dunia. That God has put angels to guard for us. But there's two Kuna sides. safu ya kwanza ni malaika walinzi ambao wanamlinda kila mwanadamu The Tanzania. first class is those who guard every single Awe thing, mbaya, awe whether they mwema. are good or bad. Lakini kuna safu ya pili. And then there's a second group. Wanahusika na watakaorithi wokovu ili They kema. are only those who will receive salvation. Na ndio maana unakuta hata wakati wa hatari, ajali ikija, And that's why you see, even when in time of danger, kama wewe ni mtu ambaye utarithi wokovu wa Mungu, when you are a person that will receive yaani that salvation, umemwamini Yesu Kristo na akakuokoa huko ndani yako, meaning that you accepted Jesus Christ and He will save you, He's in you. ukimuita huo wakati anakuja kwa ajili yako. Haijalishi kwamba wewe When you call at that moment, He comes forward. haijalishi ni mtoto, It does not matter. haijalishi It doesn't matter. ukiliita hiyo jina anakuja. When you call that name, Bwana Yesu asifiwe. praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kwa kusudi nilikuwa nasema kwamba sisi wote tumetokana na Adamu. All of us are descendants of Na Adam. Adamu alivyokosea, And when Adam sinned, sisi tulikuwa tumekutaniwa ndani ya Adamu. we were already in Adam. Adamu alikuja kutuzaa, sisi tumeshakosea. Adam already gave birth to us and we Na were kwa sababu sinners. hivyo tukabeba asili ile ya ule uovu. And so because of that, we have this original Kawa sin. wanaohitaji kupata ukombozi. And so we became people that need to be saved. Hebu jaribu kuangalia Warumi sura ya 5, mstari wa 12-13. Warumi, Let's look at Romans Warumi sura ya 5, chapter 5, 12-13. 12 to 13. Sema hivi. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia, Kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na kwa dhambi hiyo nini? mauti, Mauti. na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. 13. Sasa, Amen. twende 13. 13 nasema, maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Tutachukua huo mstari baadaye. Kwa hiyo unakuja kuona hapo kwamba sote tunatokana na Adamu. Na Adamu alipojiingiza kwenye ule utumwa, sote tukahesabiwa kuwa watumwa. Tunasikia huo utumwa. Sasa baada ya kujua hilo, tuangalie hatua za gharama ambazo Mungu alifanya. Kuna hatua tatu kwa haraka haraka. There are three ways we'll go through them quickly. Hatua ya kwanza, Mungu alimletea mwanadamu sheria. God gave a human law. Kwa huu mstari ambao umeosoma hapo, sura hii ya Warumi sura ya 5 mstari ule wa 13. From this passage that we read in Anasema kwamba dhambi ilikuwepo, he said that sin was there. lakini sheria ilipokuja umesoma nini? But when the law came, Lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Kwa hiyo kuna sababu kadhaa za Mungu kuleta sheria. there
There are multiple reasons for God. Lakini katika somo hili, But from this passage, sababu moja ni kwamba Mungu alikusudia kuleta sheria kwa sababu hii. the main reason why God brought laws is because of Watu waweze kujua kumbe hiki tunachokifanya ni kibaya. Mungu so amekataza. that way people will know that the things that they're doing are bad. Tangu kutoka Eden, Because from Eden, mwanadamu alipofukuzwa, when wanadamu walianza kuzaana, they started having children, maovu yakaendelea. and generations came. Unajua jinsi ambavyo Abili na wamefanya na kaka And yake. so we saw what came. Maovu yakaendelea. happened with them, and Ikaja kufika wakati wa Nuhu. And we got to the time of Noah, Maovu yakaendelea. and we saw the wickedness. Nuhu akaanza kuhubiria watu acheni, And so Noah started telling people to stop, watu wakuache. but people didn't stop. Hapakuwepo sheria, And so there was no law. palikuwepo nini? What was it? Palikuwepo conscience, There was dhamiri. only conscience. Mungu alikuwa ameweka dhamiri ndani ya mtu God had already put conscience in ili a person. akiwazia kufanya So kibaya, now when they think of doing something dhamiri bad, inamwambia kwamba hicho nataka kufanya ni the kibaya. conscience tell them what you're Sasa trying to mwanadamu do. anapinga ile dhamiri, anaenda kufanya. And so the human being will suppress the conscience and do the bad thing. Baada ya hapo, And then after that, Mungu akaona niletee mwanadamu sheria, kwa sababu amezoea maovu na amepinga dhamiri zake, and so God said they will bring a law because na kwa kuzoea kule And so anaona yale maovu sio mabaya, sio they say baya that the kufanya. wrong they're doing isn't bad. Hivi unaendelea tu. Are we understanding? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Mungu ameweka dhamiri ndani ya mtu, God has given human conscience ziwe zinamuonya anapofikiria mabaya. so that way they can convict them when they do Na something hivyo bad. wakati wote huo ambapo Nuhu alihubiria ilikuwa ni kipindi cha dhamiri. And so every single time that God knows something, it was a time of life. It was a time of Waliokuwa suffering. wanafanya mabaya ni watu ambao hawakupenda kusikia dhamiri zilizokuwa na waonya. And people who do bad things were people that did not listen to their conscience. Mungu akaona inabidi nilete sheria And so God saw that he should ili do law. watakaposomewa sheria So that way the law is read, watajua kumbe tunachokifanya ni kibaya. they will know that what they're doing is wrong. Mungu akaleta sheria. And so God brought the law. Sheria ikawa na vipengele vingi. And so the law had its own regulations. Na hivyo lengo la sheria ni kwamba mwanadamu aone dhambi ni mbaya niache. And so the purpose of the law was so human can see that Lakini sin is bad. mwanadamu And so they stop. acha dhambi ingawa Mungu akaleta tayari And sheria. even though God brought the law, the human didn't stop sinning. Mungu akaleta hatua ya pili. And so God brought a second thing. Hatua ya pili ambayo Mungu ameleta The second way that God, ilikuwa ni aina za dhabihu. it was ways of punishment. Tunaposema dhabihu When we say punishment, ni sadaka zinazoletwa ili ziteketezwe motoni. when we say sacrifice, there are things that are Na kama zinateketezwa, lengo la kuteketezwa ni kuonyesha kwamba zimeteketezwa kwa nafasi yako wewe kwa ubaya uliofanya. and this sacrifice are things that were being burned on your Mungu behalf. akaleta dhabihu. And so God gave us Waanze kuja sacrifice. mbele zake. But before going Kuwa kwamba mimi fulani nilikosea. knowing that I have sinned, Unachukua kondoo au mbuzi you will take a lamb or a goat, unakuja kwa kuhani. you will go to the priest, Unamwambia kuhani, and you will say, mimi priest, nilikosea. I have sinned. Nilifanya, anakuuliza niambie And ulichokifanya. you ask, what did you do? Unasema And you will say, sasa kumleta huyu mnyama ni alama ya kwamba wewe mshahara wa dhambi niliyofanya ni mauti. and so by bringing Kwa hiyo this huyu mnyama animal, this aende this asome animal nafasi will be burned yangu. on my behalf. Sasa namwambia kuhani ubaya wangu. And so I will tell the priest my Kuhani sin. sasa anainua mkono wa kuume mbele za Mungu. And so the priest will raise his right Mkono wa hand, kushoto anaweka kwenye kichwa and his left hand he will put on the hand. anaambia Mungu, And then he will tell God, Nyabenda amefika hapa. this person came here, Ametaja kwa kinywa chake kwamba jana alifanya hiki na hiki. and he said that yesterday said Kwa hiyo so and so. ukubali mnyama huyu kwa nafasi ya Nyabenda na maovu haya. And so except this Mnyama huyu ateketezwe kwa nafasi ya Nyabenda. that this animal will be burned on his Naomba behalf. kwa neema na neema yako. I pray on based on Sababu your grace and neema mercy, ilikuwepo wakati huo. because grace is Amen. Amen. Wanaitwa Walawi wanachinja yule mnyama. And so they will deliver to Damu God. inachukuliwa inapaka kwenye pembe za madhabahu. And so it will, the blood will be Alafu taken yule mnyama and anachukuliwa burned. anateketezwa wote. And then the whole animal will be taken and burned. Unarudi nyumbani. Unarudi nyumbani. And he will go. Pamoja na kwamba vilifanyika hivyo. And even Ukisoma Walawi sura when ya kwanza mpaka sura ya 7. you read Unakuta Leviticus aina 5 za dhabihu ambazo zilikuwa zinatolewa pale. you will see 5 sacrifices that happened there. Na kukawa na sikukuu 16
And there were 16 Na katika sikukuu festivals. hizo kulikuwa sikukuu kubwa na zingine ambazo ni ndogo. And there were some big festivals and other that were considered minor. Mfano, Example, kulikuwa sikukuu ya Pasaka. they were Passover. Ni kubwa. It was a big Kwa festival. sababu ilikuwa imebeba sikukuu nyingine kwenye mikono yao. Because it was a festival that held on Ambayo iliitwa sikukuu ya mikate sio chache. because it was a festival of the only Sikukuu ya Pasaka ilifanyika tarehe 14 mwezi wa Nisan. and it was being done on the 14th Na of mwezi na tarehe 15 hadi tarehe 21 ni sikukuu ya mikate sio chache. and from the Watu wanaishi na muda wa siku saba ndani ya nyumba zao, hamna dawa ile ya chache ya kuchachua mikate. without the living bread to make the Sikukuu ya pili ilikuwa ni sikukuu ya Pentecost. and the second festival was the Pentecost. Sikukuu ya tatu ilikuwa ni sikukuu ya upatanisho. And the third was the fellowship. Sikukuu ya nne ilikuwa ni sikukuu ya baragumu ya vibanda. And the third one was on multiple Hizi services. sikukuu zilikuwa sikukuu kubwa miongoni mwa sikukuu 16 ambazo Mungu aliwapa. And these were among the major festivals among the Kwa 16. sikukuu ya Pasaka tu, And only the Passover kila mwaka every year, Israeli pale Israel, walichinjwa kondoo zaidi ya 20,000. they were sacrificed Kwa siku moja ya Pasaka. Kuna wale kondoo waliochinjwa pale hekaluni There were those that were being na kuna wale sacrificed, waliochinjwa kwenye nyumba za watu and those that were being sacrificed in people's homes. zaidi ya 20,000. More than Lakini pamoja na hayo yote 20,000. haikuweza kuondoa dhambi za wanadamu. Wanadamu waliondolea dhambi. Even with all the sacrifices, Niko ninakuonyesha jitihada ambazo Mungu alizifanya kuweza kumwelekeza mwanadamu sawa kuja kufikia kwenye ukombozi ulio kamili. in order to bring you into complete Wewe salvation. ukifika nyumbani, chukua Biblia yako, anza kujisomea kitabu cha Walawi sura ya kwanza mpaka sura ya 7. And so when you get home, start reading the book of Leviticus from chapter 1 to verse 6. Sina muda wa kuchambua hilo, usipotezee muda. We won't go into that, so we don't waste time. Utakuja kuona aina za dhabihu zilizokuwa zinafanyika pale. And so we see so many methods that was being done there. Kwa hiyo matokeo ilikuwa ni kwamba mwanadamu aliendelea na dhambi. And but the outcome was that the human continued to sin. Na dhambi katika ulimwengu wa roho And sin within the spiritual realm, hazikutupwa mbali, they were not thrown away, bali zilifunikwa tu. but they were only covered. Mungu akaona inabidi nifanye hatua ya tatu, And so God said that they must ambayo be ni ya kuleta mkombozi aliye kamili. that is to bring us a Savior that is Bwana complete. Yesu asifiwe sana. Praise God. Tusome Waebrania sura ya 10. Let us read Waebrania sura ya 10. Hebrews chapter 10. Waebrania sura ya 10. Hebrews chapter 10. Unachukua mstari wa uanze mstari wa 3, wa 4 na wa 5. We'll start verse 3, 4, and 5. Yeah. Tunasoma Waebrania sura ya 10 mstari wa 3, wa 4 na wa 5. Neno la Mungu linasema, lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Lakini katika sikukuu hiyo ama hizo, preposition hiyo ama hizo ni piliera ama tusengilie. Asante, twende baba. Katika Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. kila mwaka. Na maana kila mwaka wanakutana tena kuna Pasaka. Then he gave them for Passover. Kuna sikukuu ya baragumu, tulete mnyama. Kuna sikukuu ya upatanisho, tulete mnyama. This is festival. Kila mwaka sikukuu zinafanyika na wanyama wanachinjwa. Every time they have a festival, they will sacrifice an animal. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Maana haiwezekani damu ya mafahali wa mbuzi kuweza kufanya nini? Kuondoa dhambi. It was not possible for goats and lambs blood to take away sin. Haiwezekani. It's impossible. Kwa hiyo Ajabu huyo amefichwa hapa, hajasema ni nani. Anasema dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili umewekea tayari. Na ukija kwenye mstari wa 7 unasema ndipo niliposema mimi tazama
nimekuja katika gongo la chuo nimeyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu alikuwa ni Yesu. That was Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. Praise Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unakuja kuona katika hatua hii, So we see that through Mungu this akaona God kwamba ni wakati sasa said that it was now kufanya time ukombozi ulio kamili. to bring salvation Na that is kwa complete. ukombozi huu And through this salvation, hakutahitajika mnyama, there won't be a need kwa for sababu animals. wanyama wameteketea, Because all the animals have dhambi been destroyed. haikuondolewa. And the blood has been Badala spilled. yake kumekuwa watu kukumbuka, But it's only a reminder. na wanyama kuchinjwa chinjwa. And Kwa animals hiyo are full so stop wanyama, full And stop so wanyama. now we are stopping the sacrifice of animals. Nitaleta sasa mkombozi aliyekamilika. I will bring now a Savior that is complete. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Akaletwa Yesu Kristo. Yeah, so Jesus was brought. Akaletwa Yesu Kristo. So they brought Jesus. Yesu Kristo alipokuja, When Jesus came, Yohana alimuona. John saw him. Yohana alipomuona Mbatizaji, When John saw him, akasema katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. when in John chapter 1 verse 29, Sikiliza anavyosema. listen to what he says. Sura ya kwanza. Yohana Injili. Sura ya kwanza. Yohana Injili sura ya kwanza Mstari wa 29. mstari wa 29. Neno la Mungu linasema, siku ya pili yake ameona Yesu anakuja kwake. Akasema, tazama, mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tazama mwana-kondoo wa Mungu Look at the Lamb of God. aichukuaye dhambi za ulimwengu. Ukisoma kwenye Mstari wa 35, utaona anarudia tena maneno yale. When you read 35, it repeats the same word. Tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake. Akatazama. Akamtazama Yesu akitembea. Akasema, tazama, mwana-kondoo wa Mungu. Kwa hiyo unaona Yohana So we see that John ndiye mtu pekee is the only person aliyeonyeshwa that was shown kwamba Yesu ni mwana-kondoo wa Mungu. that Christ is the Lamb of God. Yeye hakuwa mwana-kondoo halali, yani mnyama kabisa. He himself was not Bali a human, alikuwa amebeba hiyo picha katika ulimwengu wa roho. but he had taken that image in our spiritual realm. Why? Tuangalie kwa nini. Let's see why. Kwa nini Yesu atakayekuja kuleta ukombozi kamili apewe picha ya mwana-kondoo katika ulimwengu wa roho? Why is Christ going to bring complete salvation when he put in the image of Lamb of God? The answer is this. Mwana-kondoo The Lamb ndiye mnyama ambaye Mungu alimchagua miongoni mwa wanyama wote, is the animal that God chose among all ya animals kwamba that aweze kulinganishwa will be na compared atakayebeba dhambi za ulimwengu. to those who will take the sin of the world. Mwana-kondoo ni kondoo, The Lamb is just a anaitwa lamb. mwana kwa sababu ni kondoo wa mwaka, It's only called a lamb because it's asiwe not a kondoo baby. ambaye ni mzee. It's not an old sheep. It's not a sheep. It's a lamb. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Kwa hiyo katika mpango wa Yesu Kristo kuja duniani And the ways of Jesus coming to katika earth ulimwengu wa roho, and spiritually, amebeba picha ya mwana-kondoo he has an image of the Lamb of God. kwa sababu Because mwana-kondoo ndiye mnyama ambaye Mungu ameteua kufanya kazi ya ukombozi kwa the lamb wanadamu. is an animal that God chosen to. Soma katika maandiko ya Ufunuo usikie. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 8. Let's read it in Revelation Ufunuo 13. sura ya 13 mstari wa 8. Revelation 13 verse 8. Na watu wote wakaao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Amen. Kwa hiyo andiko hilo linazungumzia kipindi cha mpinga Kristo atakapofanya kazi pamoja na nabii wa uongo. And this is the time that the Lamb of God will Kwamba will wakati ambapo nabii wa uongo atakapoanza kuhubiria watu when the false prophet chapa ya mpinga Kristo, starts coming and the sun is there of watu those wale ambao hawakuandikwa katika kitabu cha
uzima those who are not written in the book of life, watakubali kusujudu. they will to accept Na worship. kitabu hicho cha uzima And within the book of life ni kitabu cha mwanakondoo aliyechinjwa is the book of the Lamb that was sacrificed, that was kabla killed huko mbele. before creation. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise Na God. hivi ndivyo vitu ambavyo ni vigumu And this is the things of the watu Lord. ambao Roho Mtakatifu hakuwapa akili kuvielewa, The Holy Spirit didn't give people that understanding. wanashindwa kumwelewa Yesu Kristo ni nani, And people were unable to understand who Jesus kwa sababu is. kuna chenga ambazo Mungu ametenga akili za watu, Because there are ways that God created the human na mind. kunatakiwa wewe uwasaidie hao watu, And it is up to you to help those people. waambie kwamba tujapokuwa sisi wanadamu tuwe na akili za namna gani, It doesn't matter how smart or intelligent you hatuwezi are. kummaliza Mungu muumba mbingu na You nchi can never completely understand Never. God the way you have it. kwa sababu tu akili zetu ni tudogo kama vile molekile molekile Because our mind are ni very kama vile ambavyo small. unachukua msikizo cha bike kwenda kushota maji kwenye ocean, It's like taking a tube of pen and trying to get water from the alafu ocean. unakuja unajikuna kwamba napata maji kabisa, And you will come into like, oh my gosh, I'm out. hautakausha ocean. You will not dry out the ocean. Sio kama tunaelewa. Are we understanding? Ni hivi tule mulimuona mimi. And that is how we view ourselves. Basi mtu hayo teolojia kusoma Biblia shimo tete kile shimo tete This person go to a na seminary yeye ajifunza kama ande. but they won't be able to Watu teach shabako. you. Ulipata akili Israeli shike. Or maybe they're from Kwa hiyo waweza viwango vya hewa vya akili tabina hola imanya Mungu byale. no matter how intelligent Kwa they hewa are, they sehemu. won't understand how God Ndio maana But kumbukumbu one la of the Torati. things Ndio maana kumbukumbu la Torati sura 29. that is why we want Na to mstari wa 29. and Hebu verse sasa kwanza 29. usikilize basi. Let's read it so we can understand. Kumbukumbu la Torati 29. Deuteronomy chapter 29. Sikiliza panavyosema. Listen to what it says. Neno la Mungu linasema hivi: mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu. Kuna mambo ambayo Mungu ametufunulia ili yawe yetu hapa na yetu na watoto wetu. Lakini kuna mengine ni asili, But there are others that he hid, yanabaki ni ya kwako. that he hid for himself. Hivi tuko pamoja eh? Ndio. Are we together? Shia pale baba. Sana. Kwa hiyo tumwangalie kidogo Yesu Kristo. So let us see Christ a little. Huko mbinguni ambako Yesu Kristo alikuwa. And then when Christ was, Alikuwa wa asili ipi? what nature or essence was, Na aliitwaje kuwa mwana? and how did he become to be known as a son? Sababu wa Yesu Kristo alikuwa mwana wa Mungu mpaka wao kutoka na Mariamu. A lot of people think he was called the son of God. Yesu because he was alikuwa born mwana by wa man. Mungu mpaka wao kutoka na Mariamu. He was not called the son of God because he was even birthed by man. Kama tu wameo kujoro. And that's where us the men will Kwa go. osa Mariamu geneo. We don't have a good Ele word. kotenda babili. The Greek has. Basi kotenda Yesu ali mwana weni. We say that Christ is the Yesu son ali of mwana weni. Kana na baby. Ali mwana weni. based on Greek that's not. Babili kama kotenda mwana pekee. The Greek says Kasema ana mwana wa Mungu wake ishinga. that his Ushingi na beba. his essence. Sasa watu mshinga wale ishinga ndio kukulelea kidogo. What essence is there? Umutegemea. Let's follow. bado Umjadala nini? Are we following? na watu walichingana. Hali kukumbelea. They are Ndio children. asili. Amele wasilipe. What essence did he have? Mpaka mwikolo. Because in heaven, Ole mibombe ma. there are many Na creations. sio mibombe. And this created Toka beings, bia ndio makonde. Male makonde mama. let's say there Mpaka are kule makalaika bange boshina mona o. because there are other angels that you have Ole not seen. makalaika bona mona unasema. Unanje tena kwa There are other lakini wale angels malaika that will say you start saying Jesus Christ, Jesus Christ. Ole malaika wale sura ya mtu wa. There are angels that have a human Sura face, ya tambo ya. that have Sura ya heaven face, nyonya. and in a bird face. Mtemeni sawa. Are we following? Na ole kaka malaika wana mona watu kwa china Yesu. And so when you see that angel, you start fearing. Pale malaika wale dangi. There are dangers and Manabii wote taole malaika mtu na mwana kwa mtu. and out of all the prophets, Sana sio only the sasa shile I malaika ya hapo muda wale wani. want to go with it. Sura ya Yesu Kristo akasi. Let's see the essence of Jesus Sasa Christ. kama Waebrania kwanza na shieleze gani? Let's read Waebrania sura ya 2. Hebrews chapter 2. Sura ya 2 ya Waebrania. Hebrews chapter 2. Wanafunzi sura ya 2 ya Waebrania.
When you come to chapter 2 of Hebrews, Toba lea mchinji labda kuna mtu ambaye asikii lugha ya Kiingereza haiko nakalwa eto kanisa lekuja tenda watu ikibwe bidu ile wale mwenyewe ndio afisho tenda lugha ya wale wale Mungu atamjia amen namna naweza vipi na kule kushiriki kwa aleo yupo baba sikii asante. Kwa hiyo ukija kwenye maandiko nimesema Waebrania 2, wewe njoo uje kusoma kwenye mstari, nikupe mstari hapa. Njoo kwenye mstari wa kwanza mstari gani hapa? Anza kwenye mstari wa 14, kisha kwenye mstari wa 17 tuangalie. Lakini katika mambo machache pale. Na Mungu anasema hivi. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Kwa njia ya mauti afanyeje? Amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani ibilisi. Mimi nilikwambia kulikuwa maadui ngapi? Ibilisi, dhambi na mauti. Sawa. Sasa yeye amekuja kwa sababu wale ambao wanaenda kuokoa wana mwili. Inabidi na yeye asaye mwili ili aje kumponda huyo ambaye anaokoa. Sio kama tunaelewa. Sasa twende chini. Kwenye 15 awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Si sote hapa wakati ambapo tukiaokoka tulikuwa na hofu. Bado wewe unataka hizi mwe nalo kwa nani? Hapo sana. Ni kama twende hizi mtabini. Mtwale mu ale hizi mwe. Ai ile wambe mtoka ni ara ke oba aje ai ni kwa chima kuna ndani. Yao ni wao wewe. Kwa hiyo nasema kwamba sisi wote tulikuwa na hofu ya mauti. We all were afraid of death. Na hii hofu ndio ilitufanya twende kwa waganga wa kienyeji. And this is why this fear is why we sent us to tupate mailizi ya kutusaidia. So that we can find something to help us. Kukinga dhidi ya mauti. So that we can protect us from death. Unabeba kuku wewe kwa yule bwana. And so you will take a chicken. Yeye anakula kuku wote na mganga anakula. And so we eat a chicken. Alafu anachukua mfupa mmoja wa ile kuku yako. And you will take one. Anachoma na kuku sasa weka kwenye mwili wako. And you will burn it to the turn to heal the body. Ndio maana tatizo yangu ni nini? This is kama anasema wana akili timamu na sura ya hanoa. When you have conscience. Ndio kwa shindi kwa leo naona mmoja hata anaomba to walk with around. Yes, that's It's not a good thing. And if you see them, you know that they're not good things. And what is this? It's because the fear of death. It's the fear of death. It's the fear of death. And this fear is what will separate us. And you see that there are people who are even in the church. If you don't say that, it's hard to be there. And if you follow those people, you're going to stand in your faith. And when you stand in your faith, Christ will show you the beauty of it. There are levels of faith that will give you joy when you are in it. Praise God. Praise God. Why will be into the faith? Mimi nakuwa nakumbuka Nyarugusu pale mwaka mmoja. I remember when mtoto wangu ambaye anaitwa Victor amezaliwa. One of my sons, ninamlea. I was holding. Kuna mtu mmoja kule alipokuja tu nikaambiwa simama. There's a person that came and told me to stand up. Nikamtazama. And I looked at him. Nikasema kwa nini? Naongea na kitu mwingine alipotoa jani kwa jina la Yesu. And I said, nimemweka mtoto wako. Yeye pale akaanguka. And yeah, akasimama akaanguka. They stood up. They stood up. Alikuwa bado yuko. Akasimama na tatu akaanguka, akao kukimbilia kwa msaada akaanguka. They stood up 3 times. Nikamwambia usimame taratibu usije kupatia shida. And I told them stand up. Nikaita marehemu, wewe ndio kusaidia.
you will see ya that kuishi kwa furaha na Yesu. you will really enjoy with Lakini Christ. pia ukumbuke kwamba hiyo viwanja vina gharama zake. But you also understand that with those levels, they come with cost. Lakini kitu kama angaba onda kijana mwenu wakati wa media. A lot of Christians love this. Anaika mama sasa ana usimale moro la media. They will do 30 minutes just Lakini kama na muda wa tosha huyu ana machuo na Mungu. but they don't have enough time to be on the list. Wala ifuda hichi chinos. Just a short Sio time, kwa wewe. it will flip over the bottom. A small way. Kwa hiyo unatakiwa uzame. So you need to remain. Usiombe kwa sababu mchungaji amesema kwamba leo ni kufika. Don't pray because the preacher said Ujipangie wewe mwenyewe schedule. Ukifika kwenye kiwango kuna kipangia schedule ya you Mungu. have to have your own schedule that meeting time with God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Turudi kwenye somo letu. Let's return to that. Tunaona sasa nini? Nenda pale, haujamaliza. 16 sasa. Haujamaliza. Fikia kwenye 16 sasa. Tunasema sema maana ni hakika Maana ni hakika. hatwai asili ya malaika. Rudia hapa. Maana ni hakika hatwai asili ya malaika. Huo mstari kwenye Biblia yako unatakiwa kuandalai huo mstari. Kweli? Kupita mstari. Ndio. Kwa sababu Kristo Jesus. hana asili ya malaika. Na kuja kumwokoa mwanadamu hakuja na asili ya malaika. Kwa hiyo andiko hilo linasahihisha sana watu wanaofundisha kwamba Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza kwa sababu anatokana na kundi la wale malaika wa safu ya kwanza ya mbingu. And it's this it refutes the teaching that Jesus is among those angels or those Ile andiko sema kwamba hatwai asili ya malaika. because this passage tells us that he doesn't come as the angels of angels. Ila atwa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hivyo ilipasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Mimi nikisoma haya maandiko I read this kwa passage inaingiza mtu kwa mkono namwambia Mungu nanipenda. and I said, God, I'm a worth person. Ukombozi wangu hautokani na malaika. My salvation is not based Ukombozi wangu on hautokani na malaika. it's not based on Kwa hiyo angels. nasema nini? What am I saying? Yesu Jesus, kabla hajaja duniani before coming to earth, hakuwa kwenye asili ya malaika. he didn't have Na alipokuja and when he came, hakuja na asili ya he malaika. did not come with the nature of angels. Alikuwa na asili yake. What nature did he have? Soma tu kwenye kitabu cha Yohana, Injili. Reading the book of John or the Gospel of John. Injili ya Yohana inakuwa mstari wa sura ya kwanza mstari wa 18 sasa. Sura ya kwanza mstari wa 18. Nasoma Yohana Injili sura ya kwanza mstari wa 18. Verse Neno 18. la Mungu linasema hakuna mtu aliyemwona Mungu. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. No one saw God at any time. Mungu mwana Bali pekee Mungu mwana pekee katika kifua cha Baba. aliyewa Katika kifua cha Baba. aliyewa Who's the Katika Son of kifua God? cha Baba. huyo Ndiye aliyemfunua. He has made him kwa known. sababu ya hiyo Because of that, ndilo lililosababisha Yohana mwandishi wa hiki that kitabu is why John the Baptist amwandike ya kwamba ni neno, and said that he's the word. kwa sababu ya kutoka kuexplain kumwelezea watu wamwelewe yeye ni nani, Because he wanted to explain kwa who sababu ni Jesus vigumu was. kumweleza yeye ni nani. Because it was hard to explain who Jesus Alikuwa anakaa was. kwenye kifua cha Baba, He was at the amekuja side of God. duniani And when he came to kufunua earth Baba, to reveal God. na kwa sababu kwenye kifua cha mtu huwa kunakaa neno lake, And because on the chest of a person na is neno la mfalme lina uwezo wa kuumba, and the word of a king Basi ni has a ability to create. ndipo atamwita neno. Lakini asili yake, jina lake na asili aliyokuwa nalo hapo katika kifua halijulikani. But the nature that he had, or the nature that he had when he was at the father's chest, it's not known. Bila kumwelewa yeye ni. However, Ndiyo, tunakuelewa. Kwa hiyo huyu mti wa mwana wa Mungu au mti wa mwana wa Mungu. Na tena nikataa huyu mti wa mwana wa Mungu huyu wote na he was not called the son of God because he was born of Mary. kama ukisoma maandiko mawili, andiko la kwanza When the first passage ni Zaburi ya 110. is Upepo wa kwanza. Zaburi ya 110. Na andiko la pili ni kitabu hiki cha Waebrania sura ya kwanza. and the second passage is the book of Hebrews. Ukiangalia nichukue haya maandiko mawili ni yaoyanishe. And when we compare these two passages,
But when I read people of Njoo Zaburi 110. Tuanze Zaburi 110 Alafu malizie na Waebrania. mstari wa kwanza unasema hivi. Neno la Bwana kwa Bwana. Neno la Bwana kwa Bwana wangu. Hata kwanza the Lord to my Lord. neno la Bwana kuna mabwana wangapi? The Lord said to my Lord. Waambie kile zimeandikwaje kwenye Biblia yako. Neno la Bwana kwa Bwana wangu. Yule Bwana wa kwanza ameandikwaje? Herufi kubwa Bwana. Alafu Bwana wa pili Na wapige herufi. unavyofikiria ni Bwana mmoja au kwa Bwana wawili? Neno la Bwana kwa Bwana wangu. Unavyofikiria katika usomi wako ni wawili ni mmoja. Ni mmoja. Maliza. Uketi mkono wako wa kuume. Hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Sawa. Ukija kwa Waebrania sina ile haraka. Ukija kwa Waebrania sura ya kwanza. When you come to Hebrews chapter 1, utakuja kuona kwenye mstari ule wa nimesema sura ya kwanza tuchukue mstari wa 10 na ngapi hapa? Ngoja niangalie haraka mstari ambao. Chukua mstari wa 5. Hebrews chapter 1, chapter Uanze ili kuelewa uchukue wa 4, uanze wa 4 umalizie wa 5. start with verse 4, and then we'll finish in chapter 5, verse 5. Sura ya kwanza mstari wa 4 na wa 5 unasema amefanyika bora kupita malaika. Ameandika ametu hajasema nani huyo? Anasema hiyo yako ilikuwa na udhaifu. Alitakiwa aanze kusema sije ni nani. Lakini nenda. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kwa maana kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wowote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa, na tena mimi nitakuwa kwake baba, na yeye atakuwa kwangu mwana. Unasikia haya maneno? Alimwambia malaika yeyote wakati gani ule kwamba mimi leo nimekuzaa? To which end that he said, I have now become your father. Lakini katika mstari wa 8 sasa. Mstari wa 8 anasema, lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Hata ukirudi kwa mstari wa 6 kule, rudi 6. 6 nasema, hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Kwa hiyo unakuja kuona hapa anaitwa mzaliwa wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu alianza kuzaliwa mbinguni. Because he was first born in heaven. And then he was born kutolewa kutoka kwenye kifua changu. at his chest. That's what's being born. Sije moja gani leo hii? How do you follow? Imoto ya edawe au chiwe mwana. Dalili ni chokoto na Mariamu. It's not him being born by Mungu him. mwana. Sababu chiwa Mungu mwana mpakoliwa na Mariamu. He's the son of Mungu mwana God. mpakoliwa saka olani tondo kui anoete mpaka vichakaba kudoshipike maadui. He's called the son because he was given by the father and he was also and that those animals are the devil's sin and death. And so what God is so he can defeat the oppressors and finish off the enemies. And then he will be back to his position. Praise God. I will follow. Hapo tangu mwelewa wewe. Wala mtangiko mwelewa. Mwelewa. Ule shule mwelewa ambacho kwa Mungu ni tena. Pelosi mwelewa. Are we all understanding? Kashika wale amechanji ndio mwelewa. Amechanji. Amen. Amechanji. Amen. Because he's our Savior. And he has already he has put our value higher than he is. That is what the angels are getting. They cannot help you without
Kwa hiyo nalo chawe asili abele ole abele. And so you are showing the nature of Na kama ukochukua mwana ile mpaka. the reason why it's called a son. Ile mpaka wewe mtu na Mariamu. It's not because he was born of Mary. Oh, No. mchanganyika gani? Ha. Sasa baada ya hiyo ni shikolojia sababu beni Mungu ausike na ukombozi wa wanadamu. So why did God involve ya ukombozi kamili wetu. the cost of salvation that is complete? Yetusomele gharama ya ukombozi wetu. This is the cost of a Baada complete hilo salvation. tawe mjua somo. And after showing you the Hilo takuwa Mungu cha ulohinda. and see and show you the method that God Kono ni uses, sababu cha Mungu yusika na ukombozi this wetu. is the reason for God being involved in salvation. Ole sababu. There's a reason. Sababu ya kwanza. The first reason, Mwanadamu our human ile sehemu ya Mungu is a part of God yabekwa duniani. that is put on earth. Mwanadamu A human ile sehemu ya Mungu is a part of God yabekwa duniani. that is put on earth. Wenye lugha In another way, mwanadamu a human ile emwele bako ya Mungu is a ile part duniani. that's on earth. Obona tutafanya nini? You can ask yourself, Inawezekana Mungu aishi ono aliona na ingepeta mweke mpaka how Mungu. can a person have one organ in Arizona and another Hiyo organ ile in ni kwangu pia Minnesota? inawezekana. The answer is with God it's possible. Ya kama wewe na yeye hapa kwa sababu tole mwako Yesu Kristo. That is why we are part of the body of Christ. Lakini hebu bana msikana wa. But even he's also here. Bwana Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu Kristo. Praise God. Kwa hiyo leleke wii oje kutoka mwekwa And so Yesu. knowing himself and will put on this Aulo pika kileka. Aulo ingela miwango ya waka kibwe. he lowered himself, he put himself in a place of humility. Aulo ingela miwango ya waka kibwe. He put himself in a place where he Aka kibwe na can wewe. and he'll be looked down by humans. Iya koma wakati wale mumpika alo kabla nafasi baki. That is why when he was being Akamilishia kumpika kwa naye Bwana. so that way he can, Lakini akaproject kama mko mbele lakini wale mpango ni viko mwawe. but he even though he told them you guys can't hate me, but I said that I'm here to save you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. And so you might have your wife and you guys go home and she'll go home and be like, I'm not showing you who I am. He doesn't know who I am. But when you take her back to bring her back home, to give him the and she'll be like, wow, let's forgive each other for what happened. Amen. When we were trying to Christ, God forgive me. When you lower yourself, I didn't know this is how you work. That is why in the book of John, we don't know how we will be, but how we work is amazing. Because we will be like him. We will be like him. We will be like him. And for us who have been out, for you who have longer nose, and for you who have and for us who are and for us who are all of us, all of us, all of us, so we will be like him. Praise God. Praise God. And so, Sababu ya kwanza ile ni this is basic. the first reason is Ndio because sehemu ya Mungu. we are a part of Na mpaka tuli sehemu ya we Mungu. are part of God and because Tunaposema when we sin, ukombozi wetu kwa wingi ndio nao ongee enge kama wewe. our salvation cannot be saved by any other being. Sije kama wewe sana. Our reason. Sababu ya pili. The second reason, Soma mwingine kwa Mungu.
Let's read in Zaburi. Psalms. Zaburi 49 mstari wa 7. 49 mstari wa 7. Zaburi 49 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake, wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Hakuna mtu awezaye kufanya nini? Kumkomboa ndugu yake. Hakuna mtu anayeweza kumkomboa ndugu yake. No human can save their relative. Wala kumlipa Mungu Or to pay to God. Unaona? Kwa sababu gani? Mstari wa 8. Kwa sababu gani? Soma mstari wa 8 usikie. Mstari wa 8 anasema, maana fidia ya nafsi zao. Maana fidia ya nafsi zao ina gharama. Wala hana budi kuiacha. Wanapokuingia na mbele ya mauti na wale wa uto na mtushi wetu ndio kwa Mungu. Ete mkwao mule mwana mkwao ila ilingi. Waseni wile pembo hii hiyo kanogele. Ile la yola utaona hao watu. It's like when you try to save your relative, it's like going to a trap. And you don't say, go down there because there's a trap. Fidia ya wanadamu ina gharama. Because the soul of a human has a Na cost. wanadamu anapotekwa na shetani, And when a human hakuna mwanadamu mwingine anaweza kumkomboa. there's no one else that can save him. Nafsi Because the iliyo soul na Mungu ndani yake The soul of ina God gharama. has a Inatakiwa Mungu cost. mwenyewe aingilie kati. Unless God himself intervenes. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Nadhani tumalizie sasa. Let's finish. Tumeonyesha mambo mawili kwa nini Mungu ahusike na kukomboa. I'll show you things on why God intervened in so Tumeonyesha hatua ambazo Mungu alizifanya kwa ukombozi. and we saw the method that God showed for salvation. Kwa kuwa tumejua kwamba kumbe Mungu ndiye pekee ameingilia kati. And because we know it's only God that intervened. Na ni hatua zipi ambazo alizozifanya kabla ya kuvaa We saw the method upon which he took in order to bring to tunagundua salvation. kwamba kumbe Mungu amefanya gharama kubwa We sana. see that God gave a good big cost. Amefanya gharama kubwa sana. He gave a big cost. Tumalizie kwa wajibu wetu sasa hivi. So let's finish by saying, what is our duty? Tunawajibika We ya are, kwanza the first duty that we have kuzama katika utakatifu. is to remain in holiness. Kuzama katika utakatifu. Is to remain in holiness. Ukisoma katika maandiko yale ya Petro waraka wa kwanza sura ile ambayo tunasoma ya kwanza, When you read in the book of anasema kwamba iweni watakatifu it says, be holy kama alivyo yeye aliyewaita. as I am or as Kwa God sababu is holy. imeandikwa Because it is written, mtakuwa watakatifu kama yeye alivyo. you will be holy as he is holy. Kwa hivyo kwanza ni kukaza kuzama katika The utakatifu. first thing is to remain in holiness. Usilogo kutoka kwenye site ya utakatifu. Do not try to remove yourself from the Shida sacrifice. yoyote inayokuja isikuondoe kwenye Any problem that comes should not remove you from the sacrifice. The second thing, kutangaza ufalme wa Mungu duniani. to spread the kingdom of God on earth. Tunatakiwa tutangaze ufalme wa Mungu We duniani. need to spread the kingdom of Na God on hilo earth. ndilo kusudi la kanisa kuwekwa duniani. And that is the purpose of the church. Na kama hilo ndilo kusudi, And because if that's the watakatifu wa purpose, Mungu walioko makanisani the holy people of God, wanatakiwa wafundishwe, waelewe ufalme wa Mungu, they need to be taught what the kingdom of God is. waelewe ufalme wa Mungu, They need to understand what the kingdom of God na is. wakielewa And when they understand, watatoka na kuanza kuambia they waliopotea will watu. go and start telling others that are outside. Tatu, Third, kulinda umoja wa mwili wa Kristo. guide or protect the Kulinda unity of the umoja body wa of Christ. mwili wa Kristo. Protect the unity of the body of Christ. Sasa tuliopo hapa ni viungo vya huo We mwili. are all part of the body of Christ. Na tunatakiwa kulinda huo umoja And we need to usiharibike. protect the unity of the body. Kinachotusaidia kulinda huo umoja And what help wa huo us mwili protect the unity ni of the body upendo wa kimungu kati yetu. is that God love us. Upendo wa kimungu kati yetu God love us. unatakiwa uonekane miongoni mwa watu waliomo ndani ya It kanisa. needs to be shown by the people who are in church. Huo upendo ni upendo wa kujitoa na kuoneana huruma, And it is a love of giving and showing mercy yaani bila kutenganisha. without any discrimination. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tumalizie na Waebrania anavyosema. Let us finish with Hebrews and hear what he says. Waebrania sura ya 2 anasema hivi. Hebrews chapter Mstari wa 6, 3. verse 3. Basi sisi For us,
umefika pale. Ndio. Sura ya 2 mstari wa 5. Uko tayari kusoma? Niko tayari. Malizia yeye wa Kiingereza kwanza, ngoja subiri yeye amaliza hapo utaona. Malizia. Hebrews chapter 2 verse 3 it says, how then shall we escape if we pay no attention to such a great salvation? The Lord himself first announced this salvation, and those who heard it proved to us that it is true. Amen. 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 How shall we escape? Njoo kwa Kiswahili. Kiswahili tunasema hivi, Waebrania sura ya 2 mstari wa 3, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Asante. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kujali wokovu. We need to value. Na katika kujali wokovu, And when we value the salvation, lazima tutakaza katika maisha ya utakatifu. we will remain in the life of holiness. Lazima tutakaza katika maisha ya kutangaza habari za We will stay firm in spreading the word of God. Lazima tutakaza umoja wa mwili wa Kristo. We will stand firm in the unity and keep Na the tukijua hili, word of Christ. tukijua hili, And when we know this, hatutakuwa watu wa kubaguana. we won't be able to discriminate in the church. Hatutakuwa watu wa matetano. We won't be people who slander in the church. Utampenda mtu lakini unamwendea kusamahani. You will go forward. I was talking about Msambao it. wetushile na nenda akitushile msambao. I was with this person and I was slandering. Hayo ndio maisha ya utakatifu. That is the life of this world. Wanajishtaki kwa kufanya kibaya, wanajishtaki wenyewe. They come and accuse themselves. I was doing something bad. Kila I was siku accusing. kama hiyo na hiyo na hiyo. I was slandering you of this and this. Nikatamishi uongo msao wa jinsi ya. And when he because I'm the person that was slandering, I'm the one who told him. And I told him who I was with and what I was saying. And you won't be mad. Lakini kama nilemkamba na ina ngetia But if I'm slandering, but I'm looking back. nani ya ndani yake yeye Mungu ajita mashaka. Ule The consciousness na and vile vitu vile muingesha hiyo msababa na kama and there is bringing darkness in the children of kama God. kwa Yesu kilishikwa amone wasa. And then the body of Christ Hata is kama back. kwa maombi mwenyewe And umekashika. even if you go to prayer, Kama mwanamweko because wasa mwa. physically his body is separated. Vile vitu vya kwa tumie elewa na kuendelea. These are things that we need to understand and work on. Ena kwa watu limuingila Uganda na gharama ya ukombozi wetu ndio. Afternoon we learn about the cost of Baada ya salvation. kueleza maana ya gharama ya ukombozi. We try to explain the cost of the Baada salvation. ni kuilocha hatua mwenye umecha ile. And we saw the method that God Na took. mmo kwa chamja ni kuchapwa kidogo angalau utunga Yesu Kristo pale mbele. And we also talk about the nature of Jesus. Sasa hao wasiolola wake mwenye kombe au usike na ukombozi And wetu. so we saw why did God care about our Kwa hiyo salvation. malizia ni hilo cha wajibu kwa wajibika hivi. And we finished by talking about duty. What are we called to do? Ale changu. Hatuna eneo ina Mungu akani. Ni sehemu ipi ambayo uko? Where are you weak in? Kuna sehemu gani ambayo uko? Where are you weak in? Ole mtu anatochi. Is there a person with a question? Kuna mtu ambaye ana swali. Is there any question? Ama kila ambacho wanaenda tashusha hivi hivi. Or maybe from what we said, we were feed the woman. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Nataka kuombe kwa pamoja kama kauli swali hili. Ili kwa pamoja mwalimu shika yule apishi mtadani coach. I want us to put together. There's no question. Lakini naamini kwamba unapokuwa tushindana na vitu vile pia kwamba ikiwa hivi ni sana. And I know because we're also speaking together, I'm sure you understand very well. Na kwa sababu hakuna swali basi nataka kuombe. And because there's no question, I want us to pray. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusimame. Stand up and pray. Ole ndio unaona ndio ngine tuko mbele. There's some that I really love that I want to Sasa see. wewe mwenyewe hiyo nini? But I want you to pray for yourself. Wewe mwenyewe ombe kwamba kangula ana akili. Open my mind Nielewe. to understand. Nielewe. To understand you. Nielewe. To understand you. Ni ungwe bosoka bobe. To find a joy with you. Obelwa la kwa oma na misami na mole. Ema moma
mwaminifu wa kweli. Baba, tumbele zako Mungu unayesema nasi, Mungu unayeona ndani yangu, unayeona ndani ya kila mmoja wetu. Sababu unajua kuongea na wanawake, tunarudisha heshima na utukufu kwako. Imekupendeza useme nasi jioni ya leo namna hii. Komboa wengine kati yetu ambao bado wamenaswa, wezesha wengine kati yetu ambao bado macho yamefungwa yafunguliwe yaweze kuona. Endelea kutusogeza chini ya uvuli wako, tukupende zaidi. Mara nyingi tunavipenda vilivyo vinavyoonekana kama vinatuzunguka zaidi ya kupenda wewe. Neema yako tufunike kwa jina la Yesu mkombozi. Baba, ninabadilisha maombi kwa ajili ya magonjwa. Huyu mgonjwa aliyo mahali hapa, umenipa mamlaka msalabani ya kukemea hayo magonjwa aliyo ndani yake. Wewe magonjwa inakunyamazisha kwa jina la Yesu. Nyamaza kwa jina la Yesu. Mwachie huru. Huyu ni mwana wa Mungu, lazima afurahie wokovu. Kwa jina la Yesu nyamaza, inakunyamazisha, achia. Kwa jina la Yesu Kristo, inakuhamakia katika mwili, achia. Kwa jina la Yesu Kristo, usumbufu wa kila aina, ondoka katika mwili. Kwa jina la Yesu inakuhamakia, toka katika mwili. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi aliye hai. Ninarudisha heshima na utukufu kwa Bwana. Kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Amen.